Sana ni kuona nini ambacho tumekifanya kwa mwaka huo na mipango yetu kwa mwaka unaofuata. Kwa hiyo ajenda kubwa huwa zinakuwa ni nini ambacho tumekitekeleza kwa mwaka tuliomaliza. Tunatengeneza malengo kwa ajili ya mwaka unaofuata. Na leo tulikuwa tunabadilishana. Tunazungumza ya ujumla, lakini baadaye kila mmoja kwenye kitengo chake. Idara hii ya kilimo, mifugo na uvuvi kama nilivyosema ina vitengo vitatu. Na kitengo cha kilimo ambacho kinajumuisha ushirika na pamoja na umwagiliaji. Aina na kitengo cha mifugo na kitengo cha uvuvi. Kwa hiyo tumezungumza yale ya jumla ya utekelezaji pamoja na ukusanyaji mapato. Yaani pamoja na changamoto zetu. Kwa hiyo tumekutana, tumebadilishana mawazo pamoja na changamoto ambazo tunazo, nini tumetekeleza na namna tunavyoweza kuzitatua. Lakini baadaye tuligawanyika. Kila kitengo walienda kukaa wajadili changamoto zao kwenye kitengo chao. Kitengo cha mifugo kilikaa kujadili changamoto zao kwenye mifugo na namna wanavyoweza kuzitatua. Sehemu kwenye kilimo wamefanya hivyo na uvuvi wamefanya hivyo. Hili lengo letu kubwa jingine, tunataka kufahamiana. Wilaya hii ni kubwa sana na wataalamu wangu wako kwenye vijiji vyote 115. Sasa ukiwaacha watu hawa kwa mwaka mzima au miaka miwili, wanaweza wengine mpaka wakazeeka wasikutane kabisa. Kwa hiyo sisi tunapokutana wakati fulani, pamoja na kwamba tunazungumza mambo ya idara, yani huwa tunatengeneza kitu kinachoitwa socialization. Lakini cha msingi sana sisi tunachotaka ni utendaji. Kila mmoja asione maeneo ya kazi ni maeneo ya adhabu. Aone maeneo ya kazi ni sehemu ya furaha, sehemu ya amani, sehemu ya kubadilishana mawazo. Tumezungumza mambo mengi sana. Naona hapa wakiongea bali hata yatua. Yote haya ni kuwafanya wasijione kama ukikaa kijijini kula, sijione mtu wa kijijini tu. Siku nyingine anapokutana na watu wa makao makuu wanapata tua, wanaenda sehemu nyingine, wakirudi wanakuwa na mawazo mengine. Mwezi wa 3 tulikuwa na tua, nilienda Bondo, nilienda na watu wa uvuvi. Walifurahi sana. Na walipokuja wakatengeneza hiyo, wakaanzisha hiyo safari ya Serengeti ambayo tayari wameshaanza kuchapa. Kwa majina naitwa Rebeka Kaisori Mtenga, ni afisa kilimo wa kata ya Kachwamba. Leo tulikuwa na kikao ambao ni tunakiita kikao kazi cha idara kwa ajili ya kufunga msimu wa kilimo wa 25, 26 na kufungua msimu mpya wa kilimo 26, 27. Hiki kikao kimetupa manufaa makubwa kama sisi maafisa kilimo, ambapo tumejadili mambo mengi katika wilaya yetu ambayo yanaenda kuletea tija kwenye kwenda kufanya kazi kwenye kata zetu. Tunashukuru sana kwa ajili ya kikao hiki. Kwa majina mimi naitwa Ledas Kaize, afisa kilimo niko kata Butengerumasa, lakini pia ni mratibu wa zao la pamba wilaya ya Chato. Kwa siku ya leo tumekuja kwenye kikao cha idara kilichojumuisha divisheni zote 3, kwa kilimo, mifugo na uvuvi. Kiukweli kikao hiki mimi binafsi nimekipokea vizuri kwa sababu kimelenga na kimetoa maelekezo mazuri ambayo yanahusu namna gani tunaenda kufanya kazi kwa ajili ya kuleta mageuzi mazuri kwenye idara yetu. Yameongelea masuala mengi sana. Tukianza na kilimo, tumeongelea masuala ya upatikanaji wa mbegu, ambacho kwa kweli tunaenda kwenye msimu ni jambo la muhimu sana. Mbegu bora, lakini upatikanaji wa mbolea, upatikanaji wa zana nyingine za kilimo, ikiwemo sambamba na matumizi ya mifumo. Tunamaanisha hapa, anamaanisha swala zima la usajili wa wakulima kwenye mifumo ili waweze kupata mbolea zao za ruzuku. Lakini pia kwenye mifugo tumefundishwa na tumeelekezwa masuala mengi, ikiwemo swala la kwamba kwanza tunapokuwa tunatoa elimu kwa wafugaji, hata sisi binafsi kama wataalamu tunatakiwa tufuge kwa tija ili hata sisi binafsi tuweze kuongeza tija kwenye masuala yetu ya hata watu wa uvuvi. Tunaongelea masuala mengi, ikiwemo swala la matumizi ya zana sahihi za uvuvi, lakini pia ikiwemo swala la kuzingatia na kutoa leseni kwa wakati kwa wale watu ambao wanajihusisha na shughuli za uvuvi. Sambamba na hilo, tumeongelea swala bora sana la uzinduzi wa msimu wa kilimo ambao utafanyika katika kata ya Kigongo. Katika swala hili zimetoka hoja nyingi, lakini zote zilikuwa zinalenga kuboresha na kufanikisha zoezi hili la uzinduzi wa msimu. Kwa hiyo tunahamasisha na kukaribisha wakulima, wananchi wa wilaya ya Chato kujitokeza kwa wingi pale ambapo tutatangaziwa siku gani inaenda kuanza zoezi la uzinduzi ambalo litafanyika kwa muda wa siku 4 ndani ya kata ya Kigongo. Kwa hiyo mimi nitoe rai kwa wananchi wa wilaya ya Chato na maeneo mbalimbali
kufika kwa ajili ya kupata mafunzo, kwa ajili ya kuona, kwa sababu itakuwa ni maonesho, itakuwa burudani, lakini pia itakuwepo na elimu mbalimbali zinazohusu masuala ya kilimo, mifugo na uvuvi.